Isa, twenda kumtukuza ni mwanadamu aliyezaliwa katika hali ya kimiujiza, si mwana wa Mungu. Wanalolisherehekea wenzetu ni kutukuza mazazi ya mwana wa Mungu aliyezaliwa siku ile. Hapa twapishana kiideology. Fikra iliyoko nyuma inaotupa msukumo katika kulitukuza jambo lile ni fikra tofauti. Sisi tumwangalia ni mwanadamu, si mwana wa Mungu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wamwangalia si mwanadamu, ni sehemu katika Mungu. Pili, wakati kunaposimamishwa maadhimisho haya, yenda kinyume na mafundisho ya Nabii Allah Isa, yenda kinyume na mafundisho ya Kiislamu. Leo imekuwa siku ya kuzaliwa Nabii Allah Isa ni siku ya kuhalalishwa kila la haramu. Haya ni mambo ambayo sisi hatuwezi kushiriki. Sisi hatuadhimishi mazazi ya Nabii Allah Isa kwa kuishi katika fuo za pwani kwa kila aina ya maasi. Sisi hatuadhimishi mazazi ya Nabii Allah Isa katika kuhalalisha kila ziliwao na zimwao au zinwewao na zivutwao na zitafunwao. Haya ni masala ya mbali sana na mafundisho ya dini. Na hapa ndipo mtakuja kuwaona wa magharibi jinsi wanavyoifanya dini iwe kakwa. Lakini wa magharibi hata Ukristo hawautaki, si Uislamu tu. Lakini kwa kuwa umewavaa na kwa satwa ya muda mrefu Ukristo uliokuwa nao Ulaya, kwa asomao historia ya Ulaya atakuja kuliona kanisa na Ukristo ulikuwa umetawali kwa muda mrefu, utawala wa kisiasa na wa kidini, mpaka ilipofika kutolewa mikononi utawala wa kisiasa kwa kanisa ni yuzi na yana. Kwa hivyo Ukristo ulikuwa umepenyeza. Hawakuweza kukukuta moja kwa moja, lakini wameweza kutengeneza Ukristo kwa kadiri ya mambo yao namna watakao. Na leo watataka Waislamu hivyo. Leo kuna hii misamiati ya kila aina iletwayo, watu wataka wawe na hadhari nayo sana. Misamiati ya aulama, misamiati ya hadatha, utandawazi, usasa. Sio wasema hadatha ni usasa. Misamiati ya demokrasi, misamiati ya secularism. Hii ni misamiati ilitumika magharibi kutoa Ukristo katika maisha ya magharibi na kubakisha katika zipembe za maisha, na wakiupeka, wakiusinyanga kama unga, wakiutengeneza mahamri na chapati na kila kitu. Leo wataka kutuletea na Uislamu uwe hivi, kwamba leo twendao kusherehekea mazazi ya Nabii Isa, lakini kwa misingi yetu, zile halali zetu na raha zetu zisiondoshwe. Haya ni masala watu watakawa na hadhari nayo. Na la kusikitisha, leo tutaona baadhi ya mambo yanavyopenyeza. Mathalan, sisi tukabiliwa na mfungo sita, sherehe za Maulidi. Utakuta baadhi wanataka kuzibadilisha sherehe zile, kuzifanya ni zitengo za masia, na wengine hufunga safari huko wafungapo wa yao Maulidini, kumbe wa yao kwa yao ndio makutano, ndio madirikano. Haya mambo takawe na hadhari na Uislamu wa usasa. Uislamu wa usasa ni Uislamu wa Amerika.
Kakinena namna hii, Uislamu hauko dhidi na usasa, lakini hili neno usasa watu watakao walichambue vizuri sana. Nini usasa? Usasa uko kwenye kuvaa fashion, ama usasa uko kwenye technology? Na ni usasa upi wanaotuletea sisi? Usasa uko kwenye kumtembeza mwanamke tupu? Usasa, na kusikitisha, kuna clip moja ati usasa mwanamke atakuswalisha. Sasa kuna mwanamke mmoja, sijui ni Uingereza ni Amerika, kuna mahala uswalisha jamaa yenu kuthibitisha kwamba wao Waislamu wa kisasa. Aha, swalini jamaa, mwanamke aswalishe. Ukiangalia ile hali, ile sura, maswalio wote nyuma nyewe wazi, zifua wazi. Utajua hapa masala si masala ya mwanamke kuswalisha. Hapa masala ya kumwendea Mungu na bikini hapa. Angalieni kuklipia samba. Simangalie yule mwanamke aswalisha, angalia wale waswalio nyuma. Wote wamefunga tandio za kisasa. Nusu ya kitwa, mashungi yote yenye ya ng'ombe. Hapa zile nguo zao ziko wazi, waona kifua chake. Sasa jamanini, suala la mwanamke kuswalisha ama la kuswali tupu, huu ndio usasa wanaotaka kutuletea. Usasa wa kihakika hawatupi. Leo lau si Mchina, watu watakawaone sana kitu hiki. Lau hii teknoloji haikutoka kwenye mikono ya wazungu ikaingia Asia, ingelikuwa mambo mingi mpaka leo ulimwengu wetu hajafika. Na siko kwenye kuwapigia debe wa China. Lakini leo nyinyi someni historia ya hizi kompyuta na nini, kwani zimeanza miaka 5 iliyopita au miaka 10 iliyopita? Zina karibu nusu karne au zaidi. Wanayo teknolojia, wameizilia, mpaka alipokuja Mchina ameamua kuifanya nini? Ndio wewe ngazi kuisambaza, kukufundisha, kukuletea na wewe kuitumia. Imekuwa leo kila kitu kiko mkononi wako, na kwa kila tabaka, hata maskini wameweza kufikiwa na baadhi ya zombo ambazo wangelikuwa mpaka leo hawaweza kusikia. Usasa hawangekuwa leo wa magharibi wako dhidi na uzalishaji wa nguvu ya nyuklia inayoendelea Irani na urushaji wa satellite zinazokwenda angani, ikiwa kweli wautaka Uislamu wa usasa. Ule ni usasa. Lakini angalieni, kumevutwana miaka baada ya miaka, mpaka wamefika wakati wamerealize, wameamua kuketi mezani kuzungumza uso kwa uso. Hawataki nyinyi muendelee, wataka nyinyi muweko katika mambo ya upuzi kwa jina la usasa. Sasa sisi tunataka tutofautishe. Lakini ndugu zangu, kuna maswali mingi huulizwa, na mimi sitaki kuyajibu kifikihi. Kila mmoja ana mategemezi yake ya kifikihi. Leo sisi tumepitiwa na Christmas, yaja New Year, twaishi katika tumetangamana Waislamu na Wakristo. Pana makosa yoyote kushirikiana na wao katika kuwapa hongera? Hapa inategemea aklia ya mtu anavyofikiri. Ataayush, kuishi pamoja. Mimi nakumbuka katika zitabu kwa nikisoma za maisha ya Imam Khomeini, aelezwa alipokuwa uhamishoni Ufaransa, wakati ameanza mapinduzi Irani, akatolewa, akaenda Turki, akaenda Kuwaiti, akaenda Iraqi, ametembea nchi nyingi bila mahali atolewa, mpaka akafika Ufaransa. Katika siku alipokuwa Ufaransa, ikaingia New Year, akawaita
mmoja baadhi ya wanafunzi wake akawaambia, hebu niulizieni hapa wazungu zawadi gani huthamini zaidi? So kila mahala kuna desturi zake na mila zake. Wale wakamwambia, hapa ukimpelekea mtu maua, shada la ua ukimpelekea ni kitu ukithamini kiasi kikubwa sana. Kwetu jamaa ukimpelekea ua tutamwambia barakallahu yaka ete kepi tule ama angalia nini. Masala ya maua tuyafanye nini? Wao wayathamini sana. Akawaambia, basi mnunuliani maua. Kwa nini? Asema, hapa majirani zangu, ile nyumba alikuwa kiketi na majirani wa Kristo, na wao wako kwenye sherehe za New Year, na mimi nitaka kuwapekea zawadi. Wakampelekea, wakamnunulia maua, na akayatukua maua yale akawapelekea kama zawadi katika kushirikiana nao kusherehekea mwaka mpya. Huo ni mwelekeo kidini, na yawezekana sehemu nyingine kuna mwelekeo mwingine, na hapa ndipo watu watakao waweze kubalance, kushirikiana nao. Hatujamaanisha kwenda baa, hatujamaanisha kwenda kanisani, hatujamaanisha kwenda kufanya mambo ambayo hayafanywi katika dini yetu. Ni mujarradi tu wa taayush. Sababu leo sisi tuishi na watu. Leo kuna Wakristo mathalan wewe waweza kuishi naye, wafanya kazi naye, wasoma naye, ni jirani naye. Imekuja siku ya Idi ya mfungo kwanza, ya mfungo tatu, akaja kama mwenzako, kama rafiki yako. Kwa watu ni marafiki dini tofauti kushinda hata wa dini moja. Akaja kama rafiki yako akwambia, nimekuja na mimi nimekuletea zawadi kwa siku ya Idi. Kuna matatizo gani? Almuhimu asikuete tembo, asikuete nguruwe, asikuete zitu ambazo ziko kinyume na mafundisho yako ya dini. Na hizi ndio zinaojenga watu kukubaliana, watu kuheshimiana, watu kuishi pamoja. Lakini yataka hadhari, yataka na kuikinga, na yataka tusitoe picha ya kimalezi. Mimi katika Idi mara nyingi hapa kuyazungumza mambo kama haya. Tusiwate yetu tukakuza ya wasiokuwa sisi. Kwa kiasi leo katika vijana wanaoinukia na vijana zetu wajua zaidi Christmas itakuya lini, wajua zaidi New Year itakuya lini, kuliko yeye kuelewa siku zake zinaomhusu katika dini yake. Aona furaha zaidi siku ya Christmas kuliko kuona siku ya Idi. Awaona wazazi wake katika hali nyingine. Haya ni masala ya kusikitisha, na haya ni masala ya tupekea kuvunda hadhara yetu na kuvunda misingi ya dini yetu na sheria zetu. Ndugu zangu Waislamu, huyu ni Nana Maryam alivyoelezwa katika suratu Maryam, na haya ni mazazi ya Nabii Isa yalivyoelezwa katika suratu Maryam, ambayo yastahiki ikitaka kuzungumzwa birthday ya Nabii Allah Isa isomwe katika suratu Maryam, tangu kutumuliwa mimba mpaka kumalizika kuzaliwa kijana kama huyu na mpaka yaliyokuwa baadaye. Hivi Qur'ani yatufundisha sisi yale mafundisho yake ya kawaida, kwamba sisi Waislamu ni watu wa kuishi pamoja katika hali ya kukubali mitumi mbalimbali, dini mbalimbali. Mwenyezi Mungu ameutaka ulimwengu wa hivi, ameutaka ulimwengu tusiwe hali moja, si katika rangi, si katika lugha, si katika dini, si katika madhehebu, si katika kabila. Mwenyezi Mungu ametaka tuwe tofauti. Walau shaa Allahu, Mwenyezi Mungu atuambia, lau alitaka angewajalia nani ummatan wahida, lakini hakutaka. Lau inamaanisha halikuwa. Kwa hivyo yatafute matakwa kwa nakio. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametaka tukhtalifiane. Kwa nini tukhtalifiane? Kwa sababu litimu neno la Mwenyezi Mungu kwamba wewe uko kwenye mtihani. Huwezi kuwa katika mtihani ikiwa huna khiyarat. Sisi tuanena dunia ni ya mtihani, si mtihani kushikwa na kitu peke yake, wala si mtihani wa kupotelewa na senti.
kana dunia mtihani. La, mtihani wa kihakika huko Mwenyezi Mungu kukuweka wewe amama khiyaratin mutaaddida, wanakuambia uko katika khiyar tofauti, ili upate kuitumia nini akili yako, kwa sababu dini haiendi bila akili. Ili upate kujiuliza, kwa nini mimi ni Muislamu si Mkristo? Kwa nini mimi ni Muislamu si Myahudi? Kwa nini mimi ni Muislamu si Mbodhi? Kwa nini mpaka mwisho, ili kesho Mwenyezi Mungu akikusimamisha akikwambia kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, uweze kujitetea na uweze kuonesha kwamba wewe umeulizwa swali, si mitihani ya primary huja hivyo, umepoa majibu mangapi? 4. Na kawaida yale majibu 4 hayawi wazi kwamba la sawa ni hili, mara nyingi huwa yakifanana sana. Na kwa watu wengine kwamba sasa ustadhi, mbona tumechanganyikiwa namna hii, ni madhehebu tofauti, mwanadamu haiwafuate lipi? Ni kama vile ujibu ile swali la kwenye mtihani, utayaona yote ufanana, huyu ufuate lipi, lakini kuna moja lina nini, lina ukweli, na matlub minka utumie akili ulitafute lenye ukweli lipi, ndio itimu mtihani. Hii ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu. Lakini jinsi ya hapo, pamoja na ikhtilafu, pamoja na wewe unaona ukweli ni hapa, watambue na wenzako, waheshimu wenzako. Unaokhtalifiana nao kwenye dini waheshimu, unaokhtalifiana nao kwenye madhehebu waheshimu, unaokhtalifiana nao kirangi waheshimu, unaokhtalifiana nao kimila na kitamaduni waheshimu. Heshimu tamaduni za watu. Leo yasikitisha ukiangalia mambo yanayoendelea ulimwenguni, ukiangalia makanisa yanavurugwa, ukiangalia kama juzi Syria, nyumba ya mayatima wa Kristo, lakini wale ni mayatima, wanawake wamejitolea waketizie nao kuwalea wa Kristo, lakini watoa huduma kwa wale vijana kwa jina la Uislamu. Wamekwenda wametekwa, wanawake wametekwa, vijana wametekwa, na mpaka sasa hawajulikani wako wapi, watatoka hai hawako hai, kisha tubandikwa sisi Waislamu. Kesho leo ukiambiwa Uislamu ni dini ya kigaidi, Uislamu ni dini ya kuvunja haki za binadamu, utajitetea kwa lipi? Haya ni masala ya fikra zinazojazwa kwa watu ya kutomchagua anayekhtalifiana na wewe, ya kutomtambua au ya kutoheshimu mawazo yasiokuwa yako. Ni mimi, hakuna mwingine. La, Uislamu hauko hapa. Uislamu umetufundisha kwenye Qur'ani, ukimfundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, waite Makureish, waambie ndio tukae chini tujadiliane, tuangalie aina nisoma ya ina kwa maana aina au iyyakum la ala hudan. Aina kwa wasomi, hamzatu istifham, tashkik, yani Mtume asema mimi pia nina shaka, ni hapa nilipo ama ni hapo mlipo, ndoni tukete tutafuteni ukweli. Kwa hivyo ametoa, si kwamba yeye ana shaka, la, anatuonesha manhaj ya taamul maa nas. Ndoni aina au iyyakum, ni sisi au ni nyinyi, la ala hudan, tuko kwenye uongofu au fi dhalal, ama tuko kwenye upotevu, ndio tuzungumzane, na hii atuonesha jinsi alivyokuwa akitambua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi adh-dhakirin wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytani ar-rajim. A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil 'azim wa safa qulubana bi safa'i dhikril hakim wa ja'ala munqalabana ila jannatin na'im. Wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.